Zanzibar tukiwa sehemu ya dunia, tuna wajibu na haja ya msingi ya kuendana na mabadiliko na ukuaji wa matumizi ya teknolojia katika nyanja zote kama vile kijamii, kisiasa na kiuchumi. Kwa lengo la kuendana na mabadiliko hayo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeanzisha Shirika la Mawasiliano Zanzibar chini ya Sheria namba 4 ya mwaka 2023. Vile vile imeanzisha Mamlaka ya Serikali Mtandao Zanzibar chini ya Sheria namba 1 ya mwaka 2024. Hatua hii imelenga kuweka misingi imara ya kisheria na taasisi maalum katika usimamizi wa matumizi na uwekaji wa miundombinu ya TEHAMA katika utoaji wa huduma bora na za kisasa kwa wananchi. Kama sote tunavyofahamu kwamba utoaji wa huduma kupitia sekta ya ardhi unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo migogoro ya ardhi, uuzaji holela wa ardhi, kutokupimwa kwa ardhi yote na kupangwa kwa utaratibu ulio bora, kukosekana kwa kumbukumbu sahihi za ukubwa wa ardhi na kupelekea baadhi ya wananchi kushindwa kutambua mipaka na uhalali wa matumizi ya ardhi wanayoitumia. Vile vile changamoto nyingine ni pamoja na Kamisheni ya Ardhi kutumia vifaa vya zamani ambavyo haviendani na teknolojia ya sasa na hivyo kuchangia ucheleweshaji wa upatikanaji wa taarifa sahihi na utoaji wa huduma. Uamuzi wa kuja na mfumo huu wa usimamizi na usajili wa taarifa za ardhi, yani LARIS, ni utekelezaji wa Sheria ya Mamlaka ya Serikali Mtandao namba 1 ya mwaka 2024 ambayo inazielekeza taasisi zote za serikali, ambapo sekta ya ardhi ikiwa ni mojawapo, kutumia mifumo ya kidijitali katika kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Aidha, taarifa ya kitaalamu ambayo imesomwa mbele yetu imetueleza namna mradi huu unavyokwenda kutekelezwa na kuleta tija hapa nchini, ikiwemo ujenzi wa kituo cha taarifa za ardhi, yani Zanzibar Land Information Center, na ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za ardhi katika mikoa yote ya Unguja na Pemba. Ni imani yangu kuwa maeneo yote yaliyoainishwa kutekelezwa katika mradi huu yanakwenda kusaidia kuondoa changamoto zilizopo katika sekta ya ardhi na kuleta mafanikio makubwa kwa wananchi na serikali kwa ujumla, ikiwemo kuimarisha uwezo wa serikali kupanga matumizi bora ya ardhi, kuondoa migogoro ya ardhi, kurahisisha upatikanaji wa taarifa sahihi za ardhi, kutambua mipaka na umiliki, kuongeza imani kwa wawekezaji na kuharakisha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kupunguza muda wa ushughulikiaji wa maombi yao. Leo tunazindua utekelezaji wa mradi huu kwa kuanza na eneo la urushaji wa ndege kwa ajili ya upigaji wa picha za anga. Eneo hili ni muhimu sana na la msingi kwa hatua zinazofuata, ikiwemo upatikanaji wa ramani ya visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo niwaombe viongozi na wananchi wote, hususan viongozi wa serikali za mitaa, kusaidia kutoa uelewa kwa wananchi juu ya uwepo wa mradi huu na kutoa mashirikiano ya kutosha katika wizara hii ili iweze kufanikisha utekelezaji wa mradi huu kwa kiwango kinachokusudiwa. Nimeelezwa kwamba tayari uongozi wa wizara umeshafanya ziara katika ofisi za wakuu wa mikoa na kuonana na uongozi wa mikoa katika mikoa yote mitano kwa lengo la kuutambulisha mradi wa LARIS na kutoa uelewa wa nini kinakwenda kufanyika katika mradi huu. Ni matumaini yangu kwamba mtafanya kazi kwa mashirikiano makubwa na kufikia shabaha ya mradi huu kwa ufanisi uliokusudiwa. Naiagiza Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi na kamati zote zilizoundwa kuusimamia vyema mradi huu ili uweze kukamilika kwa wakati na kwa kiwango kinachotarajiwa.